Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo jeudi le 25 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Na tunawatakia kwanza Christmas njema, na nadhani ya kwamba kwa wale ambao walipata namna ya kufete Christmas wako na ifete vizuri. Na sema haya kwa sababu kuna wale ambao hawakupata namna ya kufete Christmas kutokana na hali ya maisha ambayo wako ndani, kama wale kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Hali ya maisha mnajua ya kwamba si nzuri kutokana na vita vya hapa na pale. Kuna waliokuwa wakimbizi ndani ya nchi tofauti huko, mnasikia ya kwamba maisha haiko sawa kabisa. Kuna wanaojificha ndani ya misitu, wengine hata wanaweza kukua wajifiche na wajakimbia hali ya usalama ni mbaya, watapata namna ya kufete. Nasikia ya kwamba hapo ni hali ya maisha ambayo inaacha kabisa wamoja watapata koma wafete Christmas, ila kwa wale ambao wana wakati huo tunawatakia Christmas njema na tuna matumaini ya kwamba itapitika vizuri, na mwaka huu tuna matumaini ya kwamba utaisha vizuri. Na kama kawaida asubuhi ya leo tumewaletea taarifa mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Uvira pamoja na Fizi, na tutawaambia message yake President Felix Tshisekedi kwa wakaaji kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo kwa siku hii ya Christmas. Na tutawapeleka ndani ya maeneo ya Ituri kwenye mapigano makali ya lizuka upya kati ya wanamgambo wa CRP pamoja na jeshi la FARDC mu territoire ya Jugu. Na kama kawaida tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Pale kabisa mtakuwa napata habari zetu zote. Kama kawaida taarifa zetu mbichi tutazianzia kwenye uwanja wa vita ndani ya territoire ya Uvira na Fizi. Tuwaambie kinachoendelea hapo. Siku ya jana mnajua ya kwamba mapigano makali yalikuwa yakiripotiwa ndani ya maeneo ya Makobola ya pili. Pale Makobola centre kulikuwa kuna endelea mapigano kati ya FARDC na wazalendo na wasi wa M23, na hata ndani ya vilima vya Kiringe pale kulikuwa kukiripotiwa mapigano. Hali kwa sasa asubuhi ya leo ni ya utulivu hapo. Wazalendo na jeshi la FARDC wanakaa ndani ya vilima vya Kiringe, wakati wasi wa M23 wangali mu eneo ya Makobola. Siku ya jana wazalendo na FARDC walilansea atake kwa lengo la kuwafukuza Makobola wasi wa M23. Baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa masaa matano, wazalendo hawakufanikiwa kurekipere Makobola, walibakia mvilima vya Kiringe njo kwenye kwa sasa wako wasi wa M23 wangali ndani ya eneo ya Makobola. Ndani ya eneo hizi kwenye mapigano makali yalikuwa yakiripotiwa, population walikimbia wakaanza kuelekea ndani ya maeneo ya Swima, wengine kuelekea Mboko. Kuna wale ambao walikuwa wakifika ndani ya mji wa Baraka kutokana na mapigano hayo makali, na wakati population walikuwa wakikimbia hapo, habari zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba M23 wako na avance, wanafika ndani ya mji wa Baraka.
na wadhibitishia kwamba habari hizo ni za ubongo. Waasi wa M23 hawakusonga mbele, wangali Makobola. Jana wazalendo na FARDC walikuwa wakiwapiganisha hapo ili warekipere eneo hiyo bila mafanikio, ila na waasi hao nao hawakusonga mbele mpaka kwa sasa. Muda huu wangali ndani ya Makobola ya pili, hawajavuka hapo maeneo ya nyuma vya Swima na Ukomboko kuko mikono ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Na hii ndiyo hali halisi kwa sasa kwenye uwanja wa vita asubuhi ya leo hapo moteritware ya Fizi na Uvira. Tuendelee na taarifa zetu, tuwaambie ujumbe wake Felix Tshisekedi kwa watu kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Katika ujumbe wake wa Christmas wa mwaka huu wa 2025 kwa watu wa Kongo, Rais Felix Tshisekedi Antoine alilenga hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika usiku wa mfano wa kuzaliwa kwa Yesu, mkuu wa nchi alionyesha wasiwasi wake mkubwa kwa watu wanaokabiliwa na vurugu, uvamizi na kutokuwa na uhakika, huku pia akitoa heshima kwa vikosi vilivyowekwa mstari wa mbele. Alitangaza ya kwamba katika usiku wa Christmas mawazo yetu yanawahusu hasa watu wetu mashariki, wale wanaoishi katika uchungu, hofu na kutokuwa na uhakika, na raia wenzetu wanaovumilia mateso ya uvamizi. Na aliendelea akasisitiza uzito wa hali inayowakabili mamilioni ya Wakongo katika sehemu hii ya nchi. Pia alitoa heshima kwa kujitolea kwa vikosi vya ulinzi, akitaja FARDC na wazalendo wetu mashujaa walioanguka wakitetea uadilifu wa eneo letu ambao nimewapa heshima. Katika muktadha uliojaa vurugu zinazoendelea za silaha na watu wengi kuhama, mkuu wa nchi alitaka kuwasilisha ujumbe wa mshikamano wa kitaifa kwa waathiriwa, ambapo alisema ya kwamba kwa nyote tunataka kusema kwanza kabisa hili taifa linawashikilia moyoni mwake. Alithibitisha haya kabla ya kusisitiza hitaji la kuhakikisha kwamba hakuna Mkongo anayeachwa nje ya umoja wa kitaifa. Kulingana naye, alisema kwamba hakuna eneo, hakuna raia anayepaswa kutengwa na mshikamano wetu. Alikumbuka kwamba jamhuri si swala la kijiografia tu, badala yake ni chaguo la kushiriki roho mmoja na ile tu Kongo. Kikiri kwamba miezi michache iliyopita imekuwa ikijaribu sana kwa nchi, Felix Tshisekedi alikiri kwamba mwaka umekuwa mgumu. Hiyo ni kweli, na akachukua fursa hiyo kuangazia ustahimilivu wa pamoja, ambapo alisema lakini tulishikilia msimamo, Kongo ilibaki imesimama. Katika ujumbe huu uliojaa ishara, aliwasilisha Christmas kama wakati wa kudhibitisha tena maadili ya msingi wakati wa shida, akikumbuka kwamba Christmas ni sherehe ya maadili, familia, amani, upendo kwa jirani, utu wa binadamu na matumaini. Kwa Rais Felix Tshisekedi, kusherehekea Christmas katika muktadha wa vita na mateso haimaanishi kupuuza ukweli. Alisema kwamba kusherehekea Christmas haimaanishi kusahau mateso, kinyume chake inamaanisha kudhibitisha kwamba mateso hayataiba sisi ni nani. Alitangaza haya President Felix Tshisekedi, na akaongeza ya kwamba kusherehekea licha ya kila kitu ni kuambia dunia na kwanza kabisa sisi wenyewe kwamba watu wetu wanateseka lakini hawajawahi kujiuzulu. Mwaka mpya unaokaribia, mkuu wa nchi wa Kongo ametoa wito wa umoja na mshikamano hasa kwa waathiriwa wa mgogoro wa mashariki, ambapo alisema kwamba tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuwa makini na kuwajali walio hatarini zaidi, tuendelee kuwa karibu na wale wanaoteseka, familia zetu zilizofiwa, watu waliokimbia makazi yao na watu wenzetu wanaoishi chini ya uvamizi. Alihimiza kwa kusisitiza kwamba umoja wetu wa kitaifa unabaki kuwa nguvu yetu kubwa zaidi, mshikamano wetu unabaki kuwa jibu letu bora kwa shida.
katika nchi hii inayokabiliwa na moja ya migogoro ya usalama inayoendelea zaidi katika historia yake ya hivi karibuni. Ujumbe huu wa Christmas unaonekana kama ukumbusho mzito wa umuhimu wa swala la mashariki katika ajenda ya kitaifa, lakini pia kama wito wa ustahimilivu wa pamoja ili kujiandaa kwa siku bora. Hiyo ilikuwa mesaje yake President Felix Tshisekedi kwa wakongomani wote, hususan wale kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo wanaopitia hali ya kiusalama mbaya, tena mbaya zaidi. Tuelekee ndani ya Jugu, huko ni ndani ya Ituri. Mapigano makali yalizuka siku ya jana kati ya vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wanamgambo kutoka mkataba wa mapinduzi ya watu CRP unaoongozwa na Thomas Lubanga. Mapigano haya yalifanyika ndani ya eneo ya Bule, mji ulioko kilomita kadhaa kutoka Bunia katika eneo la Jugu ni ndani ya Ituri, na wakati wa kupigana kabisa hali ilikuwa tete na wakaaji wakakimbia maeneo yao. Kulingana na vyanzo vingi ndani ya asasi za kiraia za eneo hiyo, raia walijeruhiwa kwa risasi zilizopotea na watu kadhaa wanaripotiwa kufariki. Hofu imewakumba watu. Baadhi ya wakaaji na watu waliokimbia makazi yao wamekimbia vijiji na makazi yao kutafuta hifadhi karibu na kambi ya kijeshi ya jeshi la ukombozi wa watu wa Uganda, ambayo inachukuliwa kuwa salama zaidi. Kwenye ardhi kupooza ni karibu kabisa. Masoko, maduka, usafiri wa umma na shughuli za kidini zilikuwa zimesimama. Katika hatua hii, kuanzisha tathmini sahihi ya hasara za binadamu na mali bado ni vigumu, kwani ufikiaji wa maeneo fulani umepunguzwa sana. Kulingana na Desire Malodra, mtendaji wa asasi za kiraia huko Ituri, mapigano bado yalikuwa yakiendelea Jumatano alasiri. Msemaji wa FARDC aliyewasiliana na huyo kiongozi alithibitisha kuanza tena kwa mapigano na kutangaza taarifa rasmi katika saa zijazo. Vitendo hivi vya vurugu vinakuja usiku wa kuamkia kabisa siku kuu, hali ambayo iliacha population wanajikuta kabisa muhatari kutokana na jinsi walikuwa wakijiandaa Christmas, ila haikuendeka vizuri kwa sababu mapigano yalianza papo hapo. Mnasikia yale ambayo nilikuwa nikiwaambia, pande tofauti wote wako maisha tofauti. Kuna wale ambao wako na ile wakati ya kufete, kuna wale ambao hawana hiyo wakati kutokana na hali ya maisha wanayoipitia, hususan mashariki mwa nchi ya Kongo. Mnajua ya kwamba hali si nzuri kutokana na mgogoro unaodumu kwa miaka 30, mapigano ya hapa na pale, maeneo ya Ituri, maeneo ya Nord Kivu, Sud Kivu, mapigano kabisa yanachaka. Hali inaendelea kukua mbaya sana. Ndiyo maana wakati wewe unaona ya kwamba maisha iko unafete kila kitu, unapaswa kuwakumbuka na wale ambao wako mateso, kuwaombea ili siku moja nao maisha iwe mazuri kwao. Asante basi na washukuru sana. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na watakia Christmas njema wale ambao wako na ifete, na kwa wale ambao hawana huo wakati, pole kwenu kabisa. Ila tuna matumaini ya kwamba kila kitu kitakwenda sawa wakati itafikaka. Wanasemaka kwamba kina mwanzo kina mwisho, na mwisho utafika ambapo kila kitu kitakwenda sawa. Na washukuru sana, mukumbuke kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Merci beaucoup.